baada ya kufika mtoni nikaweza kuvuka. Katika hatua za mwisho sasa naweza kukanyaga mguu wa kushoto kwenye ngema ili sasa nivuke, mamba akanidaka kwenye mguu wa kulia. Ni Ileani Sindilo, mkazi wa kijiji cha Kichangani, kata Tununguo, halmashauri na mkoa wa Morogoro, mwenye umri wa miaka 45, ambaye anasimulia tukio la kunusurika kifo baada ya kushambuliwa na mamba katika mto Ruvu. Akizungumza na Mwananchi Digital akiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro anakopatiwa matibabu, Sindilo amesema tukio hilo limetokea Jumapili ya Machi 9, 2025 majira ya saa 1 jioni, wakati akivuka kurejea nyumbani kwake kijiji cha Kichangani akitokea kijiji cha Kisanga stendi katika shughuli zake za kawaida. Ilikuwa ni siku ya Jumapili majira ya saa 1 za jioni au za usiku, nikitokea katika kijiji cha Kisanga stendi nikielekea katika kijiji changu cha makazi cha Tununguo. Kuna mto Ruvu pale, maana kama hujavuka mto Ruvu kuelekea Tununguo Kichangani, maana hakuna njia nyingine zidi ya hapo, kwa sababu hakuna daraja wala kivuko cha aina yoyote. Baada ya kufika mtoni nikaweza kuvuka. Katika hatua za mwisho sasa naweza kukanyaga mguu wa kushoto kwenye ngema ili sasa nivuke, mamba akanidaka kwenye mguu wa kulia kwenye sehemu ya paja hapa katikati na hatimaye kunidondosha majini. Kwa kuwa maji hayakuwa mengi sana, nikaa nimeendea tumbo, nikaweza kugadi mikono kwenye maji, kwenye mchanga na miguu. Yule mamba bahati nzuri hajanikamata sehemu ya mfupa, alishika tu nyama. Kwa hiyo alikuwa anatafuta timing ili ya kunishika ili kuweza kunivunja na kuninyong'onyesha kabisa. Baada ya hapo sasa akaa anajaribu kutafuta mbinu za kunigeuza ili kusudi aninyweshe maji, ili kusudi aweze kupata timing ya kuweza kuninyong'onyesha. Niliweza kupiga kelele. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Elia Kashu, alikuwa ng'ambo ya pili, akasikia kelele ambao nilimwambia bwana njoo mdudu kanikamata. Yule bwana kwa kweli alijitosa majini. Alipofika pale akampiga fimbo 3, ya 4 ndo akaweza kuniachia na hatimaye kuweza kukimbia na kutoka ng'ambo ya kijiji nilichotoka ya Kisanga stendi. Baada ya hapo kwa kweli yule mamba aliweza kuwa amepagawa sana, alikuwa na haha kwenye eneo lote lile. Baada ya hapo alikuja afisa mtendaji wa kijiji changu, naye alikuwa katani huko Kisanga stendi kwa lengo la kuvuka, alikuwa na pikipiki. Baada ya kukuta hilo tatizo akaweza kunipakia na kunikimbiza kwenye zahanati ya kijiji cha Kisanga stendi. Baada ya hapo niliweza kupata huduma ya kwanza katika zahanati ya Kisanga stendi, ambayo niliweza kupata huduma hiyo siku hiyo ya Jumapili, na hatimaye kesho yake nikawepo hapo. Na jana ndo nikaja katika hospitali ya mkoa wa Morogoro. Naendelea na matibabu. Namshukuru Mungu kidogo naendelea vizuri. Jeraha kiukweli bado sijasema kwamba nimepata nafuu, ila kwa matibabu nawapata. Nashukuru wahudumu wamenipa huduma na ni wakarimu, hakukuwa na tatizo la aina yoyote. Kwa sababu inawezekana mtu useme asiwezi kuvuka, lakini utaenda kuchota maji. Kina mama kama miezi 2 iliyopita kuna mama mmoja aliweza kupoteza maisha, alienda kuchota maji mtoni, hatimaye mamba alimdaka na hakuonekana hata nguo. Kiukweli ni changamoto. Pia hata wale wanaoenda kunywesha mifugo tatizo limekuwa ni kubwa. Ni tatizo la muda mrefu, na kwa mfano majeruhi ukianza kuhesabu ni wengi sana. Ni idadi ambao hata iwezi kuhadisika. Sasa niweze tu kutoa wito kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wahisani pamoja na wadau wote wa haki za binadamu kuweza kutuangalia kwa jicho la tatu sisi wana Tununguo, sababu taifa linapoteza nguvu kazi kulingana na matatizo ya mamba. Edina Kimosa ambaye ni mama mzazi wa Sindilo pamoja naye Kaspei Seketo ambaye ni mdogo wa Sindilo, hapa wanaeleza kwa kina mkasa uliomkuta ndugu yao. Sasa siku hiyo alitoka mwanangu huku ng'ambo ya huku anaenda nyumbani. Alivyofika pale mtoni avuke kidogo,
kashikwa. Mwenzake mwingine naye anatoka sehemu hii kaenda hivi, ndio kamuokoa, kamuita njoni okoe. Kaanza kupiga na fimbo. Mara ya kwanza, ya pili, ya mara ya tatu ndio kamuokoa. Hospitali kama vipimo tunaenda ng'ambo. Ndio kuna vipimo vya maabara. Tunapata shida. Watoto wetu wanasoma pale pale, hatuna bomba. Tunavuka chini. Hata usiku mtoto akizidiwa tunabidi tuende stendi. Ndio kuna vipimo. Kwa kweli tunateseka. Kama tunasafiri, tunapita mle una mgonjwa unakuja huku Morogoro, ibidi upite pale. Mtu akishapotea kwenye mwaka huu amepotea watu wawili. Mkutu mmoja kaacha mtoto. Kuna mtoto wa Masai ana miaka 4 wa shule. Hajapatikana hata kipande kidogo. Kwa kweli tunapata changamoto sana. Changamoto tunayo ya huyo mdudu mamba. Ameshawahi kuchukua watu 3. Na yule kaka yetu alikuwa ng'ambo, anataka kuvuka kwenda nyumbani. Akakutana na changamoto ya mamba, akamshika. Na ule mto una wanyama wakali, mamba na viboko. Na mamba ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo linapunguza kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya wakazi wa Tununguo. Kijiji cha Tununguo wanategemea makao makuu ya kata ya Tununguo Kisangasendi. Wanakuja katika shughuli nyingi sana za kiuchumi, masuala ya afya na huduma zingine. Wanashambuliwa na mamba. Kwa upande wake Angela Nyilawila, afisa muuguzi msaidizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, hapa anaeleza hali ya Sindilo kwa sasa. Tulimpokea ndugu Leani jana akiwa ni majeruhi, alijeruhiwa na mamba. Tokea tumempokea jana mpaka leo, tunashukuru Mungu, mgonjwa anaendelea vizuri, anaendelea kupata matibabu kama vile ilivyotakiwa apate. Beatus Maganja, afisa habari mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, amesisitiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari pindi wanapotumia mito hiyo. Hawa wanyama sasa hivi wanakuwepo katika maeneo ambayo hata wakati mwingine hatukutarajia kuwakuta. Kwa hivyo wananchi wanatakiwa kuongeza umakini katika hayo maeneo. Tabia ya mnyama huyo ni mnyama ambaye ana tabia ya kuvizia. Anaweza kukaa sehemu moja hata wiki nzima anavizia. Sasa pale ambapo amegundua kwamba hiyo sehemu binadamu anapenda sana kufanya shughuli zake hapo, weza kupita au kuosha vyombo au kuogelea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeye ana tabia ya kuweza kuvizia eneo fulani ili kuweza kuhakikisha kwamba anakamilisha kupata windo lake. Windo lake likiwa ni pamoja na binadamu. Kwa hiyo maeneo hayo ni tunazidi kuwasisitiza wananchi wawe makini sana, ukizingatia kwamba mnyama huyo ana tabia ya kupenda kuvizia. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.